ninyi kama Watanzania nadhani mmeona yanayotendeka saa hizi kwa watoto wa chama kimoja katika wilaya ya Karagwe wanayofanya. Tuliwatuma waende kutuwakilisha katika halmashauri kusudi tuweze kuwapatia maendeleo wa Tanzania, lakini mimi ninaanza kuogopa kwa yanayotokea. Nikianzia mbali kidogo, tumekuwa na eneo la mji mdogo unaitwa mji mdogo wa Kayanga. Mji mdogo wa Kayanga umeanzishwa takriban miaka 20 sasa, lakini lengo la serikali kuanzisha hii miji midogo, wanaanzisha kwa lengo kwamba mbele ya safari waunde halmashauri ya mji. Lakini kwa haya tunayoona kwa madiwani wa wilaya ya Karagwe, naogopa sana huenda huo mji wa Kayanga au halmashauri ya mji wa Kayanga haitaundwa kwa sababu madiwani wamegawanyika. Na mimi naogopa kama madiwani wa chama kimoja wanaweza kugawanyika hivi, je, tungekuwa na madiwani wa vyama vingine vya upinzani, sasa ndio mziki ungekuwa mkubwa. Na hapa ndio tunawaambia Watanzania, ninyi Watanzania mnapofika kwenye uchaguzi mnaleta ushabiki, mnachagua watu wa chama kimoja, japokuwa uchaguzi wa tarehe 29 au kufanyika uchaguzi, tume ya uchaguzi ndio ilipiga kura ikachagua watu waliokuwa wataka, lakini wanaoumia ni Watanzania. Nitakuja na mifano michache. Ili uunde baraza la mji, lazima vyanzo vya mapato viweze kuongezeka. Lakini mimi ninaogopa na ninachekaga sana. Ukiangalia mji wa Kayanga badala ya kukua unazidi kudumaa. Kwa mfano, huko nyuma kabla mji haujaanzishwa tulikuwa na mabasi makubwa yanasafirisha abiria kutoka Murushaka kuja Kayanga. Lakini leo yale mabasi yamemezwa, baadaye yakatoka mabasi makubwa yalikuwa akina Mohamed, akina Ariabs, yakafutika, zikaja Ace, zikafutika. Leo Watanzania wanasafiri kwa taxi. Mimi nadhani labda Wanyambo ni matajiri sana, kwa sababu wanalima kahawa, wanapata fedha, kwa hiyo kupanda mabasi wakaenda wamerudikana, labda wanaona ni fedha, wanapanda taxi. Lakini madhara yake ni nini? Ule mzunguko wa fedha unakuwa upo. Kwa hiyo halmashauri ya baraza la mji mdogo wa Kayanga halitaweza kuundwa kwa sababu vyanzo vya mapato vya wilaya ya Karagwe bado viko chini. Sitaki niende katika takwimu za shilingi ngapi wanakusanya, wanakwenda wapi, kwa sababu sijapata hizo takwimu. Wataalamu wanasema fanya utafiti huo na takwimu ndio uweze kuzungumza. Sitalizungumza kwa kina hiyo. Lakini ninachotaka kuzungumza, mji wetu umebaki vipande vipande kwa sababu viongozi wameipasua. Wiki mbili zilizopita diwani wa Nyakanga aliitisha mkutano, diwani wa Bugeni aliitisha mkutano wa hadhara pale. Lakini mitazamo iliyokuja kwa wapiga kura, mimi ndio hicho kimeniogofya mpaka leo tukafikiria kwamba baadhi ya mambo na sisi tuweze kushauri. Tungeweza kuwa tunayashauri, lakini hata viongozi wa serikali ya wilaya ya Karagwe wametunyima platform ya kushauri. Kuna kikao cha kisheria kinaitwa Baraza la Ushauri la Wilaya DCC, ambavyo huko nyuma viongozi waliokuwepo walikuwa wanatuita, tunaweza kukaa vyama vya upinzani, waandishi wa habari, viongozi wa dini, viongozi wengine wa serikali, kwa mujibu wa ile kola iliyowekwa. Tulikuwa tunaweza kukaa nao tunashauriana, na kikubwa tulikuwa tunaweza kushauri hata budget kabla haijapelekwa bungeni kwa ajili ya faida ya wilaya ya Karagwe. Lakini tuna miaka miwili hawajaitisha DCC. Na DCC haitishwi sio kwamba ni bahati mbaya, wamejifungia chumbani. Ndugu yangu, huwezi kujifungia chumbani ukacheza muziki. Huo sio muziki. Ili ucheze muziki ndio sababu watu wanakwenda kwenye maol kusudi watu wacheze muziki waweze kufurahi. Kwa hiyo serikali yetu wilaya ya Karagwe imejifungia chumbani, hawataki kuonyesha muziki wanaocheza. Kwa hiyo hawashauriwi. Na wao wanajiona kwamba kila kitu wanajua, lakini na sisi tuna wataalamu ambao wangeweza kuwashauri. Nije kwenye mfano mmoja. Leo mimi naogopa hata kusema wanagombana kwa sababu ya stendi. Si madiwani wa chama kimoja. Na ili waweze kuja kupitisha azimio wanakwenda kwenye party caucus, si ndio? Sijui wanapatana nini. Maana ya party caucus, mnakwenda na azimio moja ndio mnalipeleka kwenye baraza. Lakini pia nadhani huenda hata hiyo party caucus hizi haina maana. Kwa sababu ni chama kimoja,
wanakwenda kwenye party caucus, wakitoka kwenye party caucus wanakwenda kwenye baraza, na bado wakitoka kwenye baraza, na hata kabla ya baraza lazima waende kwenye zile kamati ndogo ndogo za kisekta za halmashauri. Kwa mfano si wao mambo makubwa lazima wapitishie kwenye kikao cha kamati ya fedha na mipango. Wanakwenda huko, wakitoka ndio wanakuja kwenye baraza, lakini wakija hapa wanatuuza. Kwa nini wanatuuza? Yale ambayo wanakwenda kupanga, wakija baadaye wameamua pamoja, wanakwenda wanatugawanya. Ndugu yangu wa Chauma juzi aliwaambia kwamba ndugu zangu CCM, nyinyi ni watu wabaya, na kweli mimi naweza kusema ni watu wabaya, kwa sababu ukiona huwa kuna mfano mmoja watu wanazungumza, kuna watu wanaitwaga wezi. Kwani huwa kuna wezi, nadhani waandishi wa habari, wezi wanaibaga wamejificha. Kuna mwizi anaweza kwenda amejiexpose, anajificha kusudi watu wasimjue kwamba ni mwizi. Lakini hawa wezi au wachawi wanaokwenda kufanya vitu kwa njia ya kificho, wakienda kuiba pamoja au kuroga pamoja, wakirudi mchana huwa wanajifanya ni maadui, wanagombana. Hawakai pamoja, wanagombana kusudi msiweze kujua tabia zao kwamba wanashirikiana. Sasa na hawa madiwani mimi naanza kuwaogopa. Wanakwenda kwenye party caucus wako chama kimoja, wanakwenda kwenye baraza wako chama kimoja, lakini wakienda kwenye utekelezaji, implementation, wanagawanyika. Aidha wanayafanya makusudi au wanayafanya bila kujua kusudi waweze kutukomoa. Kuna swala la stendi kwa mfano ya Kayanga na Umurushaka, wanagombana. Mimi sioni logic ya kugombana, ningekuwa nakwenda kiutaalamu zaidi. Sioni sababu ya kugombana. Mji wa Kayanga ukienda una square meter sijui ngapi, ukaangalia kata zilizounda Ndama, sijui Kayanga, Bugene, Nyakanga, hapana, Bugene, Ianda, ni kata takriban 6-7 hivi. Kama wangeweza kuupanga vizuri, hawapaswi kugombana. Unajua ndugu zangu, kuna mtaalamu mmoja alikuwa anatuambia kwa nini Dar es Salaam inakuwa na foleni. Dar es Salaam ilipata kuwa na foleni kwa sababu huduma zote za kijamii wameziweka sehemu moja. Ndugu wanahabari, kama mwenzangu alivyozungumza, nchi hii haijaanza leo. Karagwe sio ya leo, uongozi sio wa leo, lakini swala la marumbano kama mwenzangu alivyozungumza inaleta mkanganyiko wa kuwadanganya watu. Ni juzi kama mwenzangu alivyozungumza, sisi tumeanza shughuli za mikutano. Kwanza nishukuru serikali ya Mama Samia kwa kuturuhusu kufanya mikutano yetu kwa muda mwingine, maana tulikuwa tumefungwa. Kwa hiyo tunawashukuru sana serikali kwa kuturuhusu, lakini ilikuwa ni haki yetu pia. Tulinyang'anywa haki yetu kinyume na taratibu na katiba ya nchi yetu. Lakini jambo la muhimu, ndugu zangu wanahabari, nchi hii sio ya wana CCM peke yao. Nchi ni ya Watanzania. Na kwa mtu ambaye anaona nchi ni ya kwake, kwa kweli huyo mwisho wa maisha yake yatamkuta mengine. Unaweza ukayafanya unayofanya kwa sababu kwenye dola, lakini tunaishi duniani kama mapambo tu. Leo utakuwa DC, utakuwa mkurugenzi, utakuwa OCD, utakuwa RCO, utakuwa nani, utakuwa president, utakuwa waziri mkuu, waziri, lakini mwisho sisi wote ni wachache mbele ya uso wa dunia. Lakini niseme moja la kuanzia, mimi ni mtu anayependa kwenda na kumbukumbu wala za taarifa sana. Ndugu wanahabari, nina taarifa ya kamati ya ushauri ya tarehe 30 mwezi wa 12 2009. Wakati huo mimi nikiwa kiongozi wa chama cha Chadema kama katibu, chini ya aliyekuwa mwenyekiti wa DCC Kanali ni marehemu sasa hivi hayati Kanali Fabian Masawe. Kama mwenzangu alivyozungumza, haya yanayozungumzika yote muda huu tuliyazungumza tarehe 12 mwezi wa 5 2009, tukishauri serikali ipeleke bajeti kwa ajili ya upanuzi wa mamlaka ya mji mdogo wa Kayanga. Sisi kama upande wa pili tukakubaliana kwamba eneo safi na sawia ni eneo la Kishapu. Serikali wakatenga fedha, wakaanza maandalizi ya kulipa fidia, wakalipa fidia, eneo la serikali lipo Kishapu. Lakini kama tunavyozungumza, kila siku na mabadiliko. Karagwe ya mwaka 2009 sio Karagwe ya mwaka 2026. Kuna mabadiliko makubwa sana. Hatukuwaga na mahoteli Kishao,
hatukuwaga na majengo Kayanga mazuri, hatukuwaga na barabara za mitaa Kayanga. Leo Kayanga ni mjini. Lakini kipi ambacho kilikuwa kinazungumzwa? Walisema wilaya ya Karagwe iko kwenye mpango wa kuendeleza maeneo ya vituo vya mabasi kwenye miji ya Kayanga na Murushaka. Na ndio maana wakasema tuweke mji stendi yetu iwe Kishapu. Tumekwenda mwaka 2000 na samani mtumie radhi, nimesema nakwenda na matakwimu mengi mwaka 2018 hapa tuna Masawe. 2018 tulikuwa na mkuu wa wilaya anaitwa Mheshimiwa Godfrey Muhiruka. Kuna mambo ya ajabu hapa. Zilitengwa shilingi milioni 70 ujenzi kusawazisha kiwanja Kishao pale, zikatumika. Zikatengwa milioni 20 kusawazisha uwanja wa mpira, zikatumika. Sasa hivi unaitwa uwanja wa Bashunga, sio ametoa pesa, sio ametoa wapi yeye. Lakini wakati huo tukatumia takriban shilingi milioni 700 za halmashauri kuanza maandalizi ya ujenzi wa stendi ya mabasi Kishao. Wakati huo akatokea mgogoro, mnakwenda kutengeneza uwanja wa mpira Kayanga. Kuna eneo fulani lilikuwa sio mali ya halmashauri, watu wakaweka pingamizi mahakamani, uwanja uko umegoma. Lakini shukuru uongozi uliokuwepo kipindi kile wakapanga mpango, halmashauri ili iweze kuendelea lazima iwe na mapato ya ndani pamoja na kuwa na ruzuku ya serikali. Wakasema hivi, tutakapohamisha uwanja wa changarawe wa mpira tukaupeleka kule, basi tutafute wawekezaji wajenge majengo kwenye uwanja wa changarawe. Sasa katikati mle kusanya eneo kubwa, tengeneze stendi ya mabasi, wakati Kishao tunaendelea na nini, na ujenzi wa kisasa polepole. Lakini mbali na hiyo, wakapima eneo la Kayanga ili kuenganisha na eneo la Kishao. Wakabaini Kayanga pale uwanja pale stendi pale ambapo sasa wanapeleza stendi iwepo pale, pana ukubwa wa square mita 10,800 pale Kishao na ni Kayanga. Lakini Murushaka pale, Murushaka katikati hapa, pana square mita 1,800 sokoni, sio stendi, sokoni pale. Lakini Bohari pana square mita 2,400 Bohari kwa juu, ambayo ni eneo la serikali. Lakini swala la msingi katika hilo, mimi nimesema hivi, nimezaliwa Karagwe. Mimi nimesomea pale Murushaka, Karadeko pale. Juzi niliwaambia, pale sio stendi, pale ni sokoni. Na pale sokoni kuna vibanda vichache vya serikali waliopata wakajenga kule kwa nyuma ya sokoni. Lakini nakumbuka siku moja kuna baba mmoja alikuwa na kitenga cha nyanya, aliwahi kufia pale kwenye kinyororo pale. Pale hata ungeingiza watu sokoni na stendi pale, hamna stendi pale. Stendi mahali ambapo pana sifa stendi ni Kishao na Kayanga kidogo. Lakini juzi pakatokea jambo jingine, wakasema Karagwe inapanuka sana. Wakapendekeza tuwe na mji wa kisasa Kiyanga. Lakini mambo yote yanazungumzwa kwenye vikao, na sisi wakati tunashauri kwenye vikao vyetu vya DCC. Mimi nilikuwa miongoni mwa wale watu walioshiriki kwenye vikao vile na mwenzangu. Sasa maajabu. Kikao cha mwisho ambacho mimi nimekiatendi ili niweze kuzungumza ni kikao cha tarehe 24 mwezi wa kwanza 2020 ambacho hicho nataka nikizungumzie. Kikao hiki kilikuwa chini ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya ambaye alikuwa anaitwa huyu aliyotoka huyo mwenyewe Mweruka kabla huyo hajaja, chini ya mwenyekiti wetu wa halmashauri aliyotoka Mheshimiwa Wallace Mashanda. Sasa serikali hii bwana, hali maajabu kabisa. Hapa zilitengwa shilingi milioni 100 mara ya pili uendelezaji wa stendi mpya ya Kishao. Haya sio mambo yangu, ni mambo yao, yameandikwa, wanahabari miachukue, sio ya kwetu, ni ya kwao. Haya hapa sasa, sijui wao au madiwani sio kusoma makabrasha. Sasa nini nikizungumze?
Mimi wanapozungumza sema jamaa anazungumza na ukali sana. Mimi sina ukali na watu. Juzi niliwaambia sehemu ni watu wabaya kweli. Yaani wao kwanza kikao cha baraza la madiwani ni kikao halali ambacho kila mtu anaruhusiwa kuingia. Lakini ukiwauliza wananchi ni nani anaatendi kwenye kile kikao, ni wachache sana. Sasa wanatumia mapungufu ya watu kutojua kuwadanganya watu. Juzi nimezungumza. Diwani, mimi ni mtu wa Bugene hapa. Hivi diwani wakati ya Bugene ulikuwa kwenye kikao cha juzi ambacho nyinyi mmepitia kabla stendi iende Kayanga. Kwa nini uje kuwagombanisha wana Bugene na serikali yao? Wakati wewe ulikuwemo. Lakini waambie jambo la ajabu sana. Kama mwenzangu alivyozungumza, Mheshimiwa mbunge ni diwani kikanuni. Hivi kwenye kikao ukuwemo mbunge? Lakini kwa sababu leo wewe sio waziri, unageuka kama kinyonga, unarudi kuwadanganya watu. Nawaambia ndugu zangu, Mheshimiwa Bashungwa, wengine tumepita kwenye vikao, tunafahamu kanuni, tunafahamu taratibu. Ndugu yangu Mugisha, tunafahamu kanuni, tunafahamu taratibu. Usimgombanishe mwana Bugene na DC wake. Usimgombanishe mwana Bugene na mkurugenzi wake. Usimgombanishe mwana Bugene na mwenyekiti wa halmashauri. Wewe kama umeshindwa kutoa hoja ama kujenga hoja kwenye halmashauri, kaa utulie.